Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki. Mapigano yanaendelea leo Jumatano kati ya jeshi la FARDC na Twirwaneho walioungana na M23 kwa kijiji cha Point Zero, eneo la kimkakati katikati ya wilaya ya Fizi, ambapo hali bado ni tete. Wakati hayo yakiendelea, mapigano mapya yametokea leo Jumatano mjini Bule, jimboni Ituri, na kuzuia shughuli na kuwasababisha wananchi kuwa na hofu. Hujambo. Mapigano makali yametokea leo Jumatano katika kijiji cha Point Zero, wilaya ya Fizi, jimboni Kivu Kusini, kati ya FARDC na washirika wake dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho waliungana na AFC M23. Hali bado ni tete katika eneo hili la kimkakati ambako hivi karibuni jeshi la Kongo lilirudisha udhibiti. Heritier Baraka ana maelezo zaidi. Kulingana na duru nyingi, milio ya silaha nzito nzito na nyepesi umesikika katika eneo hilo tangu asubuhi. Kufuatana na duru za mahalia, hadi bado ni ya wasiwasi, huku mapigano yakiendelea katika eneo la Point Zero mtaani Fizi. Wiki iliyopita jeshi la Kongo na washirika wake walifanikiwa kuteka eneo hili la kamati baada ya kuondoa Twirwaneho. Vikosi maalum vya FARDC vinavyojulikana kama Ibu na ndege zisizokuwa na rubani zilitumwa kwa operation hii. Point Zero iliyoko kwenye mlima mrefu ina antene pekee ya mtandao wa mawasiliano ya Vodacom katika kanda hiyo ya Minembwe. Eneo hii ina kikamati kwa sababu linafanya kazi kama eneo la bifa kulinda Minembwe na vijiji vingi eneo hiyo. Kukamata eneo hii unafungua njia ya kuelekea mji wa Fizi na Baraka liliko takriban kilomita 100. Kwa wakati huu jeshi la Kongo ambao limeanzisha mashambulizi katika eneo hilo halijatoa taarifa lolote. Twirwaneho inalaumu FARDC kufanya mashambulizi katika eneo hii dhidi ya raia na kabila wa Nyamulenge. Mapigano mapya yametokea leo Jumatano mjini Bule, wilaya ya Jugu, jimboni Ituri. Mapigano haya ambayo yanahusishwa na FARDC na kundi la CRP la eneo hilo yamezuia shughuli na kuibua hofu kwa wakaaji, ilichoka juu ya juhudi za hivi karibuni za kuimarisha usalama. Vanessa Habanza ana maelezo zaidi. Tangu asubuhi ya Jumatano Februari tarehe 4 mwaka 2026, mapigano ya silaha yameripotiwa na kuwaingiza watu katika hofu na kutokuwa na uhakika. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vya habari, mapigano haya yalihusisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya wapiganaji wa mkataba wa mapinduzi ya watu mashuhuri CRP, kikundi chenye silaha chenye mfungamano na Thomas Lubanga. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka ya kijeshi kuthibitisha au kukataa habari hii. Kurejeshwa kwa mapigano kunakuja katika mkadha uliobainishwa na mipango ya hivi majuzi ya kuleta utulivu. Wiki iliyopita kituo cha Bule kilikuwa mwenyeji wa ujumbe wa ngazi za juu iliyoongozwa na Meja Jenerali Antoine Mushimba David, kamanda wa mkoa wa 32 wa kijeshi, akifuatana na mratibu wa mkoa wa Rad Ituri na wawakilishi wa MONUSCO. Baada ya kuwasili kwanza Bayo, ambako walipokelewa katika vituo vya ujumbe wa Umoja wa Mataifa, wajumbe hao walisafiri hadi Bule Centre kwenye ofisi ya utawala ya uchifu wa Bahema Bajere kwa ajili ya kukutana na viongozi wa eneo hilo. Dhamira hii ilikuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kukuza mazungumzo, utulivu katika eneo hili ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na ukosefu wa usalama.
Kuibuka tena kwa mapigano kunasababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi ambao wanahofia kuzorota kwa kudumu kwa hali ya usalama licha ya ahadi zilizotolewa wakati wa mashauriano ya hivi majuzi. Polisi waliwakamata wanaharakati 6 wa harakati ya Lucha leo Jumatano tarehe 4 Februari mwaka 2026 wakati wa maandamano ya amani dhidi ya ukosefu wa usalama mjini Beni, jimboni Kivu Kaskazini. Waandamanaji walilalamika kuhusu mashambulizi ya ADF MTM na uvamizi wa magaidi. Meya wa Beni alikuwa amekataza maandamano haya kwa sababu za usalama. Wanaharakati wanataka kuachiliwa huru na wanaiomba serikali kurekebisha amani tarafani Beni. Bwana journalist, tulikuwa ndani ya barabara tukiandamana, na maandamano yetu ilikuwa juu ya kuonesha watu kama ADF NALU iko anaua watu sana. Hizi siku adui ADF NALU ameshaanza tena kazi yake sana, na bila tatizo lolote. Hakuna replique ya arme yetu ama government haifanyi kitu. Ndio maana tulikuwa nenda kwa gavana kumuonesha ya kwamba tumekufa mingi sana, tumeshakufa sana, na ndio maana tulikuwa na barua yetu ambayo tulikuwa tunabeba kwake ya kushangaza. Barabarani tunakutana na polisi ambayo wamepatia polisi silaha juu ya kutufanya vibaya, kutupiga barabarani. Tuna wandugu zetu ambao wenyewe wamepigiwa na wamebebwa na polisi, kwa sasa wao kwenye polisi. Hatuwezi kukubali hiyo maneno, na wako wanashindwa kufata adui ambayo iko natutatiza kila siku kwa siku. Watoto 4 wafariki katika moto uliotokea usiku wa Jumanne tarehe 3 hadi Jumatano tarehe 4 Februari mwaka huu katika kata ya Kasika mjini Goma. Moto uliharibu nyumba 2 kufikia saa 4 za usiku. Shahidi wanasema moto ulianza wakati mama wa nyumba alikuwa amekwenda kwenye sala. Nyumba hakuwa na umeme wala mshumaa. Kiongozi wa kata ya Kasika alibainisha kwamba waliokufa walikuwa wasichana 3 na mvulana mmoja wa kiume akiwa na umri wa miaka 4 na msichana mkubwa akiwa na miaka 15. Ilikuwa jana ilikuwa mardi le 3 février 2026 à 22h. Tulikuwa alerte par les chefs na population ke nyumba zinalungula mwavini Kabega numero 29. Tulikuwa obligé kuita chef de quartier. Chef de quartier akatusaidia na akaita protection civile. Protection civile ilikuya, malheureusement njia tulikosa njia kwenye magari tafika, mais hatutakosa remercier la jeunesse ya quartier Kasika, balifurnire effort sana juu mwe ile parcelle moya iishe juu bila vile kama sasa tunasabia plus de 20 à 30 parcelles zingekuwa incendiées. Mais grâce à effort ya jeunesse na grâce à effort ya protection civile ilikuwa kasaidiana na ile jeunesse bakaweza kuzimisha ile moto. Malheureusement sasa habari mbaya tulipata perte za vies humaines usiku ya jana. Wana journalist tulipotelewa na ba musika, donc tulikuwa 4 personnes ndio walikufa jana. Tulipoteza ni watoto ya mama Sifa Manyanya njo degenye tulipata jana usiku. Wa kwanza tuko na jina wale watoto benye balifariki. Wa kwanza jina yake ilikuwa Viviane Chiruza, iko na nifio wa Kionza. Wa kumfuata ni Gloria Chiruza, naye nifio wa 10 ans. Mwingine ni Narcisse Chiruza 7 ans na Delicie Chiruza 4 ans, ni garçon. Ndio situation yenye ilitutokea jana mu quartier Kasika, Selile Konde, avenue Kabega na 22h juste.
Asante, na mimi najua bakubwa bangana nafanya utafiti na kujua kama ingine programu itafata, ni bakubwa wanajua. Asante bwana mpasha habari. Chanjo la moto jusque la kungali marumere, bama wanasema amkukua kuramo ile nyumba, bengine wanasema swati bougie, c'est là que tulikuwa ku terrain, labda bougie, bengine wanasema labda kulikuwa chungu ya swati ya maragi ndio ilifanya ile dega. Mipaka hivi koze kabisa hatuyajua, me iko lietu na cuisine ndio vile tuliwazia shibe, tulikuwa sur terrain jana usiku. Angalau kompyuta 100 zimetoweka usiku wa Jumatatu hadi Jumanne katika mji wa Lubumbashi. Wahalifu walichukua kompyuta 40 katika nyumba ya maduka katika Avenue Tabara mbali ya BCRC na pia katika Avenue Manyema pembe ya Jamena. Kulingana na wapoteza mali, wizi ulifanyika kwa kuondoa mabati ya paa ya maduka. On était victime d'un cambriolage cette nuit, la nuit du 2 au 3 février 2026. Il y a eu des gens qui sont venus, ils ont cassé le cadenas de la barrière, arrivé jusqu'à enlever la toiture, casser les plafonds et entrer, accéder au magasin, parquer leur véhicule. Ils ont vandalisé, ils ont pris tout ce qu'il y avait, marchandises, ordinateurs portables, des téléphones. Et ce qui est déplorable, c'est que nous sommes en face de la BCRS. Notre porte frappe juste devant la BCRS. Nous sommes censés être protégés par ces gens-là, mais malheureusement, nous qui sommes leurs voisins, on vole. Que dire des autres qui sont loin? Et aussi à côté, il y a la DGI. La DGI a des policiers qui sont censés faire le tour. Mais malheureusement, on nous a cambriolés et ce n'est pas seulement nous. Il y a beaucoup de magasins qu'on a eu à faire le même coup, même opération. Il y a un magasin en face de Hypnose. On a fait la même chose. Sur Maniema, il y a 3-4 magasins, on a fait la même chose. Sur du 30 juin Roué, on a fait la même chose. En tout cas, nous demandons que les autorités puissent nous aider et démanteler ces groupes-là afin que nous puissions un peu évoluer et faire notre travail. Nous sommes des jeunes, nous nous débrouillons pour faire au moins quelque chose, mais avec ce genre de cas où nos efforts sont réduits en un seul jour comme ça, on ne sait pas comment vivre dans ce pays. Waziri wa Sheria Guillaume Ngefa alimkaribisha Jumanne mkurugenzi mkuu wa shirika la taifa la umeme SNEL Daktari Teddy Luamba Muba. Mazungumzo yalihusu ongezeko la uharibifu na ulaghai unaoathiri miundombinu ya umeme nchini. Mkurugenzi wa SNEL alieleza hali ya sasa iliyojumuisha visa vingi vya uharibu vinaopelekea kesi za kisheria. Na shirika la kazi kubwa la Kongo ACGT limeanza utafiti wa kisasa wa bandari ya umma ya Bumba. Waziri Mkuu Judith Suminwa alipata taarifa hii Jumanne tarehe 3 Februari mwaka huu wakati wa ziara yake katika bandari. Mkurugenzi mkuu wa ACGT alimkaribisha katika eneo na kuwasilisha mradi huu. Waziri mkuu alikuwa amekimbizana na baadhi ya wanachama wa serikali kuu ikijumuisha waziri wa miundombinu na majengo John Banza. Pendo mtazamaji, pamoja na habari hizi toka Mongala ndio tunakomesha habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tushukuru wa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.